Yaani ngao ya jamii, futa mawazo yako kama Azizi Stefano, kama wachezaji ambao unasikia viongozi wanafanya usajili, wale watoto watakuja kuwachukua. Kama yule bwana mdogo kutoka Fountain Gate Chuga atakuwa amekuja mitaa ya Twiga na Jangwani. Kama yule mwamba kutoka huko nchi za ughaibuni atakuwa amedondoka pale. Nakwambia kabisa, sahau kuhusu kombe la ngao ya jamii, sahau kuhusu ligi. Na mtazamaji wa Beka Online TV, karibu tuzungumze michezo. Mimi naitwa Mtani Joktani, fans reporter wanipata hivyo. Hii ni Beka Online TV, pia unaipata hivyo katika mitandao ya kijamii. Niko na Captain Kizinga, shabiki lalia wa klabu ya Yanga. Kubwa kabisa ni kuelekea katika ufunguzi wa ligi, ambapo katika ufunguzi huo mechi ambayo itafungua ligi ni mechi ya dabi ya Kariakoo. Bana Kizinga, uko vizuri? Ya, namshukuru Mungu niko fresh. Mambo yanaenda vizuri? Ya, Mungu ni mwema, tuko salama, tunaendelea kupambana. Bana, tarehe 12 ya mwezi wa 8 tunafungua msimu 2026-27 na mechi ya ufunguzi itakuwa ni dabi ya Kariakoo. Yanga anakutana na Simba tena. Ya, nimemsikia Rais wa shirikisho la mpira Tanzania Wallace Karia akifafanua namna ambavyo ligi itaanza na ufunguzi, lakini pia vile itatamatika mwezi wa 5 kama sikusahau, panapo majaliwa ya Mungu yatamatika hapo kwa ajili ya kupisha maandalizi ya kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Kwanza tulichelewa kumaliza kama sisi Tanzania. Inaweza ikawa ni timu ambayo inaweza kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zilimaliza na kuchelewa kumaliza michuano, umeelewa? Kwa hiyo nashukuru, maandalizi sasa yafanyike kuelekea kwenye huo ufunguzi wa ligi, lakini pia ligi ianze haraka chapu, tuanze kupapatuana. Tayari sisi ni bingwa na mpango mkakati wa kuenda kuchukua ubingwa mara 6 mfululizo, viongozi wanao tayari, mpango ushapangwa, silaha ziko mapumziko, zikirudi zitaungana na zile ambazo viongozi watakuwa wameziongeza. Naamini inshallah kwa uwezo wa Mungu tutakwenda kulitetea taji letu la 6 mfululizo, lakini pia ngao ambazo tumekuwa tukizichukua naamini tutakwenda kuzitetea kama kawaida yetu. Sisi ni mabingwa watetezi wa ngao ya jamii, tutakwenda kuichukua tena ngao, lakini kauli mbiu yetu ni moja: fanyeni usajili wa wachezaji. Hatuhitaji malalamiko, hatuhitaji milio tofauti, mara mwamuzi amefanya hivi, mara mwamuzi amefanya hivi. Hatuhitaji milio hiyo. Swala la uamuzi wabovu waachieni viongozi wenu wa TFF, waachieni viongozi wa bodi ya ligi, hao ndio watakwenda kudili nao. Waachieni kamati ya saa 72, hao ndio watakwenda kudili nao. Lakini fanya usajili vizuri. Mimi naamini ukiweka usajili wako mzuri, ukileta wachezaji wako wazuri, hata kama refa hataki ushinde, utashinda tu kwa uwezo. Utashinda tu, kuna namna ambavyo unatengeneza nafasi yako, unaweka kitu kinakubali, refaria hawezi kukikataa, ataona aibu. Na hata kikikataa basi anaweza atakala makofi humo uwanjani. Kwa hiyo andaeni timu, hatutaki maneno. Wewe unakuta kiongozi mtu mzima unaanza kulalamika umekosa ubingwa kwa sababu ya waamuzi wamekuonea, na wakati wewe unaonekana ni muongo, na wakati wewe ndio mnufaika na waamuzi. Wewe waambie mashabiki zako, wanachama wako, kwamba sisi tulifeli kwenye dirisha kubwa, namna ambavyo tumeleta wachezaji wabovu, wakina Mavambo, wakina Budo Mutale, wakina nani, tumewaletea wachezaji ambao walikuwa ni wa kawaida sana. Lakini dirisha hili hapa, dirisha dogo, umefanya maboresho, timu imeonekana mzuri. Kwa hiyo nyinyi viongozi mlifeli mwanzo, acheni kulalamika. Kwa hiyo sasa hivi dirisha limefunguliwa, tunahitaji mfanye usajili ambao hamtakuja kuwasumbua kina wale Skaria, hamtakuja kuwasumbua wakina nani sijui kwamba bwana nyinyi wakina nani wakina Boimanda. Hakuna, tunahitaji mfanye usajili wa kutosha ili tutakapowashona siku ya tarehe ngapi, tarehe 12, tutakapowashona na kuchukua kombe na kuchukua tena, hatuhitaji malalamiko ya aina yoyote. Fanyeni usajili brother, fanya usajili. Wale Skaria hawezi kukukabidhi kombe kama hujafanya usajili. Fanya usajili. NBC hawezi kukupatia kombe kama hujafanya usajili. Fanya usajili brother. Kombe la NBC, helikopta haiwezi kuja kutua KMC kukukabidhi wewe kama hujafanya usajili wa kueleweka brother. Fanya usajili. Hichi ndo kipindi cha kufanya usajili. Hatuhitaji Young Africans tutakapoanza kuja kuchukua vikombe
tuanze lawama, tuanze kusikia watu wanalalamika. Hatuhitaji kabisa kuona hivyo vitu. Lakini Simba Sports Club wanasema kwamba kikosi chao kimetimia, usajili wao uko vizuri, na tarehe 12 hiyo watakuuliza maswali. Swali la kwanza, ulipataje sare Meja Jenerali Samuyo? Kwa nini uliwakimbia CRDB Federation Cup? Sawa, nasi tunataka hivyo kwamba kama watakuwa wamepata nafasi ya kufanya maboresho kwenye timu yao, wanaamini timu iko vizuri, basi hayo maswali sisi tutakwenda kuwajibu vizuri tu. Lakini kabla sisi kuwajibu maswali yao, nenda kawaulize mechi ya 8 wanacheza na Young Africans, wameshindwa kupata alama 3. Wao ndo wanapaswa kukaa chini wajiulize, huyu mwamba tunamshindua vipi? Si umeelewa? Sio kuwa dakika za mwisho unaanza kulalamika. Si umeelewa? Kama umekuwa umefanya usajili mzuri pale Meja Jenerali, aliyeanza kupata magoli nani? Simba. Alipata goli ngapi? 2. Alafu aliyekwenda kuzichomoa zote nani? Yanga. Nani mbovu sasa kati yao? Nani wa kujilaumu? Nani wa kulaumiwa? Nenda kafanya usajili ili Young Africans ukishamfunga goli 2 asichomoe zile goli. Maana yake ni nini? Young Africans alichomoa goli na kana kusacha, nataka kuongeza lingine. Ile ni comeback. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanatakiwa wao wavifanye. Sawa, wameenda mbali, wanasema pia wakichukua ngao ya jamii hiyo tarehe 12 wanashusha paredi kabla hawajaanza ligi. Huko mbali wanakoenda wasiende, sababu hakuna njia. Huko wanakoenda mbali wasiende, hakuna njia. Wao wasiseme tu kwamba wakichukua ngao watafanya 1 2 3. Dhamira yao na vikao vilivyofanywa toka jana usiku, taarifa tumezipata kwamba tarehe 12 kama endapo watachukua ngao, dhamira yao iko pale pale ya kwenda kushusha kinyesi kwenye eneo la Jangwani, eneo la wazi, wataenda kunya tena. Kizinga. Taarifa mimi nimezipata kwamba ngao ya jamii mara baada ya kuwekwa mechi moja Simba na Yanga kwenye ngao ya jamii, wameahidi na vikao vinaendelea. Taarifa nilizozipata kutoka kwa Ahmed Ally ndani, amefanya vikao yeye, wakina Mandala wote, mainfluencer wote wa Simba, wakina Tunda Mlutu, wakina Mzee wa Saruti, wamekaa vikao ndani huku wakihitaji Jairut awasapoti. Wameamua kupanga mpango mkakati kwamba siku itakapokuwa imechezwa mechi ya ngao ya jamii dhidi ya Yanga, kama watamfunga Yanga wakachukua lile kombe, furaha yao ni kwenda tena kunya pale Jangwani. Niwaombe wazee wetu, niwaombe viongozi ambao wanahusika kuangalia mazingira katika jiji la Dar es Salaam, kama Simba watakwenda kunya tena pale Jangwani baada ya kuchukua ngao, kama watalichukua, mimi nikuhakikishie sisi tutaandaa bakora. Wewe shabiki wa Simba ukienda kunya tena Jangwani utakutana na fimbo. Mimi nakwambia tena, tutaenda kuomba kibali kutoka kwa Kamanda Mulilo. Hao watu msiwachukulia tu nyinyi, tuacheni sisi. Mimi nakaa na fimbo yapata namna hii. Nikikuona umeshusha nguo zako na kucharaza kwenye manana yako hayo. Wanasema nyie mpendi utani, ndio maana mmechukia. Utani huo si utani, utani wa kwenda kuchafua mazingira. Sisi tumekuwa tukipita pale Msimbazi, wewe kwa uone, tulikuwa tunachafua mazingira. Mnatupa jagi. Tunatupa jagi na wanaliokota wanasema asante, wala ipo siku na sisi tutapata. Umeelewa? Wakaenda mbali sana, wakasema nyinyi zamani mlikuwa maskini, sasa hivi yani mmekuwa maskini, akipata manani yake uliambwata. Kwa hiyo nyinyi sasa hivi mnaliambwata kwa sababu mmepata. Wala hamna shida. Hatukwambia na nyinyi iko siku mtapata. Haya, wamejipata juzi. Kujipata wamekuja kualisha pale kwetu. Sasa sisi hatujafanya upuzi huo. Wanasema ni hamasa kwamba mtoe vile vichaka mjenge uwanja. Hakuna hamasa ya uchafuzi wa mazingira. Wewe unaona unapoenda kushusha kinyesi chako pale Jangwani kwamba ndio uwanja tu ujenge? Kwamba unaenda kutia sumu kwamba GSM hata ujenga uwanja? Wanataka vichaka viondoke. Wao wakina nani? Simba wanachochea mjenge uwanja. Wao kwao ule uwanja. Hicho kichaka wanachosema wao kiondoke cha kwao. Tuacheni wao. Taarifa tulizozipata wameenda kunya mpaka Coco Beach huko. Mafungu hichi unakuta kimba moja hapa ya Mediali, Kisugu, Mandala, Mzee Saruti, Pasi Milioni, nani kinatunda wote unawakuta mizigo yao yuko pale. Waende wakaondoe. Sawa, tukiachana na hilo Kizinga, taarifa nyingine kutoka kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Wallace Karia, amesema msimu huu hahitaji kusikia malalamiko ya kwamba wachezaji wamechoka, ratiba ni ngumu. Ametoa nafasi ya timu kusajili wachezaji 40. Taarifa umeipokeaje? Sijaipokea vizuri.
Yaani unatoa taarifa ya kusema kwamba tufanye usajili wa kuongeza wachezaji 40. Wachezaji wa kigeni wameongeza wangapi hapo? Wale 12. Sasa kwa nini utuongezee wachezaji wa ndani tu, wa kigeni usituongeze? Hakuna chochote ambacho umetusaidia. Sababu wachezaji wa kigeni wapo wengi kwenye benchi la ufundi. Kwenye nini? Kwenye mbao ndefu pale watu wengi wamekaa. Kuna wachezaji wengi wazawa. Wachezaji 12. Lakini timu inakuwa na wachezaji wangapi? Sikaribia 30 na kitu. Sasa kama unakuwa na wachezaji takriban 30, hebu wewe uweze kujiuliza kwa nini tunasema timu imechoka? Kwa sababu wachezaji wengi wanakuwa uwezo wao ni mdogo. Wachezaji wazawa wengi unakuta uwezo wao ni mdogo. Sasa umetusaidia nini? Kwa mfano, nitolee mfano. Unataka ukamlete mchezaji, umuongeze mchezaji mwingine katika kikosi labda cha Simba. Pale Simba unataka umlete winga, sawa? Lakini yule winga uwezo wake hauwezi kumfikia Chasambi. Unamleta aje akaungane na Chasambi. Maana yake nini? Akaungane na wachezaji wenzake kukaa benchi. Kwa hakuna chochote alichokifanya. Kusema umeongeza wachezaji 40 alafu hakuna hata hela unazowaongeza timu. Wewe umewapa hela usajili? Umeongeza fedha za kusajili? Wanasema mkitafuta vipaji humu ndani hamwezi kukosa. Sio kazi yako kutafuta. Timu kama Azam FC amefanya usajili bora, ametafuta wachezaji wengi, anatumia gharama kubwa kuigharamia timu. Umeelewa? Anatumia fedha nyingi. Bado wewe unatumia marefali wako wewe kumwangamiza Azam. Alafu bado unaenda kumuongezea wachezaji wa kusajili. Kweli? Yaani unaenda kumwambia ongeza wachezaji wafikie 40. Yaani unaendelea kumuongezea mizigo tena juu ya mizigo. Sio kweli. Kwa hiyo swala la kusajili mimi ni washauri tu vilabu vingine, wala hata msihangaike na masuala ya usajili. Kama angekuwa ameongeza wachezaji wa kigeni hapo sawa. Kwa hiyo kilio chenu wachezaji wa kigeni waongezeke. Wachezaji wa kigeni. Ili wachezaji wetu waendelee kujifunza. Wewe wangapi sasa? Sababu unapoona mchezaji wa kigeni anakuja anapambana anafanya vizuri, maana yake wewe mchezaji wa ndani utaweka bato la kutosha na yule mchezaji. Sawa? Hivi sasa nakumbuka kuna kipindi Kibwana Shomari mara baada yao Kwasi kuja. Alisemaje Kibwana Shomari? Kazini kwake kuna kazi. Maana yake ni nini? Kwamba amekuja mchezaji ambaye uwezo wake ni mkubwa zaidi kuliko yeye, kwamba yeye sasa kuna kazi. Yaani lazima nifanye kazi ili nipate nafasi. Ndio inavyotakiwa hivyo. Leta wachezaji wengi wazuri ili wale wachezaji wazawa tuliokuwa nao wajifunze kupitia wageni. Bana Kizinga, tukiwa tunamaliza, Stefan Aziz Ki ulimshuhudia katika shindano la Samakiba pale, magoli 2 akaweka kambani, lakini kiwango kizuri kabisa. Stefan Aziz Ki anatajwa kujiunga na Young African. Akijiunga na Young African, alikirejea kwenye ligi ya Tanzania, unahisi anaweza akafanya yale ambayo alikuwa anayafanya mwanzoni? Stefan Aziz Ki nimemuona moja kati ya wachezaji ambao wanaishi nje ya Tanzania, lakini mwili ndio uko nje ya Tanzania, lakini moyo, nafsi, mapenzi vyote viko Tanzania. Nimemshuhudia kwenye bonanza la Samakiba, amecheza vizuri, amescore goli 2. Kama inavyoelezwa na tunavyosikia ni kweli, kama viongozi wa Young Africans watakuwa wamefanikiwa kumrejesha Stefan Aziz Ki, basi naamini moja kwa moja mwakani tena. Mwakani? Tena. Maana yake mara 6 mfululizo tunakwenda kubeba. Kwa sababu Ki Aziz Stefano kwa namna nilivyomuona ameongezeka ubora mara 15 zaidi ya Aziz Ki uliyokuwa unamjua wewe. Aziz Ki wa sasa hivi nimeshuhudia nikiona mabeki wanalamba nyasi pale katika uwanja wa KMC. Nimeshuhudia viungo wakipepesuka na kuyumba namna hii pindi ambapo Aziz Ki anapochukua mali. Nimeshuhudia nikiona Aziz Ki akichagua engo mbalimbali. Nimemshuhudia Aziz Ki akifanya mabalaa kama Osman Dembele. Ni mtu kweli kweli, ni mali kweli kweli. Kama endapo viongozi wa Young Africans watakuwa wamemchukua na kumrudisha zizini Aziz Ki, bana nakwambia kuna watu tutawafanya vibaya sana msimu huu. Tena tutaanza na ngao ya jamii. Ngao ya jamii kuna watu watalia vibaya mno. Si unanielewa? Kwa hiyo usitegemee kabisa kwamba utalichukua kombe. Yaani ngao ya jamii, futa mawazo yako. Kama Ki Aziz Stefano, kama wachezaji ambao unasikia viongozi wanafanya usajili, wale watoto watakuja kuwachukua. Kama yule bwana mdogo kutoka Fountain Gate Chuga atakuwa amekuja mitaa ya Twiga na Jangwani. Kama yule mwamba kutoka huko nchi za ughaibuni atakuwa amedondoka pale.
nakwambia kabisa, sahau kuhusu kombe la ngao ya jamii, sahau kuhusu ligi, sahau kuhusu chochote kile ambacho utakwenda kukutana nacho mbele. Taarifa imewafikia, mimi nikushukuru sana. Asante sana.